Mmea wa mchaichai, tunaufahamu sana mmea huu na zipo faida nyingi sana katika mmea huu katika upande wa tiba. Watu wengi tunafahamu mmea huu na sidhani kama mnafahamu kama ni tiba nzuri ukizingatia matumizi ya mmea huu wa mchaichai. Sasa leo nisikilize vizuri niweze kukupatia tiba nzuri inayotokana katika mmea huu wa mchaichai kama tiba ya maradhi mbalimbali katika mwili wako wa binadamu. Sasa kama haujanifollow, nitakufollow back. Like, comment, share. Acha swali lako katika comment section, nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa. Mmea wa mchaichai una faida nyingi sana katika mwili wa binadamu. Mmea wa mchaichai unatibu figo, unasafisha figo, unaondoa sumu katika upande wa figo, lakini pia unaondoa mawe katika upande wa figo. Hiyo ndio faida ya mmea wa mchaichai. Lakini pia mmea wa mchaichai unatibu moyo. Kwa wale wenye changamoto ya moyo, kuwa na pressure, cholesterol, lakini pia hata wale waliopata stroke, yani walio paralyze, basi watakapotumia mmea huu wa mchaichai itawakunjulia ile mishipa pamoja na misuli yake, lakini pia hata neva zile zilizosinyaa na kuweza kumsababisha kwamba kutokupeleka taarifa katika sehemu mbalimbali za mwili wako, basi zitafunguka vizuri na kuweza kurudi katika hali nzuri kwa wewe mgonjwa wa kiharusi, yani uliye paralyze. Faida nyingine za mmea huu wa mchaichai, inatibu matatizo ya miguu kufa ganzi ama kuwaka moto. Kama una matatizo ya miguu kufa ganzi ama kuwaka moto, basi unaweza kutumia mmea huu wa mchaichai kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto zako zinazoweza kukusumbua zaidi. Lakini na wale wamama wanaoingia katika ada ya mwezi, wanapata maumivu makali sana, wana changamoto hata wanaposhika mimba huwa zinaachia, kwa sababu mmea wa mchaichai unasafisha mirija ya uzazi, unaondoa uvimbe kwenye kizazi, pia unatibu mayai. Yani kama mayai yako nakuwa hayapevuki, basi unaweza kutumia mmea huu wa mchaichai kwa ajili ya kuweza kupevusha mayai yako kwa haraka na kuweza kuondoa maumivu makali unayoyapata wakati unapoingia katika ada ya mwezi. Hizi ndio faida za mmea wa mchaichai. Lakini kwa wanaume wenye shida ya hernia, kama una shida ya hernia mara kwa mara, yani inakusumbua sana nyakati za baridi, basi unaweza kutumia mmea huu wa mchaichai kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto zako zinazoweza kukusumbua zaidi. Jinsi ya matumizi kwa matatizo niliyoweza kukuelezea, tukianzia katika upande wa figo, moyo, matatizo ya kiharusi, shida za uzazi kwa wanaume ama wanawake, shida za figo ama shida za upande wa moyo, basi jinsi ya kutumia: chemsha majani ya mchaichai ya kutosha, chuma majani ya mchaichai ya kutosha, kisha chemsha zaidi ya dakika 20. Baada ya hapo utachuja vizuri. Tumia lita 1 kwa siku nzima kwa muda wa siku 21. Utakapotumia kwa muda wa siku 21, basi kwa maradhi yanayokusumbua utaweza kuona unafuu na utaweza kuona matokeo yaliyokuwa mazuri sana kutokana na mmea huu wa mchaichai. Mmea wa mchaichai ni tiba nzuri sana katika upande wa kuweza kutibu maradhi yoyote yale yanayokusumbua. Hivyo kwa maradhi hayo niliyokuelezea, basi unaweza kutumia mmea huu wa mchaichai na uweze kuona faida yake. Na hizi ndiyo faida ya mmea huu wa mchaichai nilizoweza kukuelezea. Na mimi ni mtaalamu wako ninayekushauri kila siku kuhusiana na swala la tiba. Namba zangu za simu jumlisha 255 658 163838. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri, lakini usisahau kunifollow, nitakufollow back. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube kama Witch Doctor Traditional ama Traditional Doctor. Hiyo itakusaidia zaidi kuweza kupata vipindi mbalimbali na kuweza kufahamu namna gani ya mimea tiba ili uweze kuweza kujitibu mwenyewe. Nikutakie kila la heri, nikutakie siku njema.